Msikilizaji, hii ni sehemu ya 34. Tunazidi kusonga mbele zaidi, and of course kwa siku hii ya leo tunakwenda kuifahamu hii safari ya JC ambayo anaelekea Kawe, na kwenda kwake Kawe ni anataka kwenda kuhakikisha issue ya Festo kuondoka. Na JC anasema ya kwamba cha kwanza ingekuwa ni kujua alikuwa ameiacha nyumba yake katika msimamo upi, ndio ningetafuta njia sasa kujua pia ikiwa kweli aliondoka nchini ama zilikuwa ni swaga tu. Sasa je, wewe unahisi Festo yupo nchini ama ni kweli ameondoka nje ya nchi? Na kama yupo, dhumuni lake ni nini? Na kama ameenda nje ya nchi, target yake ni nini hasa? Langu jina ni Lucas Lumbasi, mtayarishaji wa story ni Elton Tony. Sasa tunasonga mbele. JC anaendelea kutuambia kwamba safari ya kuelekea huko Kawe ilichukua muda wa saa kama 1:30. Nami nikaenda kule ambako nyumba maridadi ya Festo ilikuwepo. Hali ya nyumba hii ilikuwa vile vile tu kwa namna nilivyoikumbuka. Hivyo nikasogea mpaka getini na kubonyeza tufe la kengele. Kwa hiyo kanibidi nibonyeze kwa mara nyingine tena baada ya dakika kama 2 hivi kupita bila geti kufunguliwa. Ndio likawa sasa limefunguliwa hatimaye. Aliyefungua hakuwa mwingine ila ni yule mlinzi wa nyumba hii. Na alinikumbuka of course. Hivyo tukasalimiana vizuri kabisa. Alafu sasa nikaulizia ikiwa bosi mkubwa alikuwepo. Mwanzoni hakutaka kutoa jibu la moja kwa moja na kunioji kwa nini namuulizia hivyo. Nami nikampiga za kijanja kwa kusema kwamba sikia, nilihitaji tu kuonana naye ana kwa ana kwa sababu zilikuwa zimepita siku kadhaa tujaonana. Na kwenye mawasiliano sikuwa nikimpata. Basi mlinzi alibaki kunitazama tu akasema kwamba okay, jamaa yupo amesafiri, hivyo tu. Sasa msikilizaji, katika ile njia ya mimi kuendeleza maigizo, nikamuuliza ikiwa alijua jamaa angerudi lini. Maana inaonekana alikuwa akijilinda kutokana na hali fulani hivi, ndio sababu akawa patikani. Na ilikuwa ni muhimu sana niongee naye maana alikuwa bosi wangu pia. Ndio huyo mlinzi akasema kwamba Festo alikuwa ameondoka nchini. Yaani hakutakiwa kumwambia yeyote. Ila aliniambia tu kwa sababu tu alielewa hizo mishe zetu na nini, unajua tena. Kwa hiyo akasema kwamba jamaa ameondoka nchini na ajua atarudi lini. Ila kama ni kitu ambacho mlinzi alielewa ni kwamba hii nyumba ingeuzwa na yeye hapo asingechukua muda mrefu kuondoka. Akasema kwamba inawezekana kulikuwa na matatizo na bosi wetu, ndio maana alikuwa anayakimbia kwa sababu alipata taarifa kwamba hii nyumba itauzwa. Kwa hiyo sasa akanishauri niwe makini na mwangalifu sana nisije nikajikuta na kuwa kama yule Chef Saidi. Mlinzi alijiongelesha pale pia katika hiyo maana nikaambia kwamba okay, alikuwa yupo sahihi. Kwa mimi nikatega pia kwa kuuliza ikiwa Festo aliondoka kwa kutumia ndege. Naye mlinzi akasema ndio aliondoka kwa kutumia ndege. Tena alimsindikiza jamaa mpaka airport na kuhakikisha anairudisha gari yake huko. So hapa nikawa nimepata nilichohitaji. Lakini bado nilitaka kuwa na uhakika zaidi. Mlinzi alikuwa ni msaada tosha, of course, naelewa hilo, lakini niliona uwezekano wa mambo alioniambia huenda ni uongo tu, uongo uliopikwa na nani? Na Festo mwenyewe, ili afanye yajilinde zaidi, kwa sababu anasemaga ya kwamba siku zote siri ni ya mtu huyu, sio watu wawili. Kwa hiyo ukute angemwambia chochote mlinzi huyu, ukute angekabwa makagari na angesema Festo alipo. Mimi ningejuaje? Kama nyumba ingeuzwa, ina maana na magari yangeuzwa pamoja nayo ama? So nikataka kupata uthibitisho mwingine tena. Kwa hiyo nikampa tu mlinzi heri nzuri na kumuomba samahani ya usumbufu. Huko nikielewa wazi kwamba angeweza hata kumwambia Festo kuwa nilikuja kumtafuta. Ila hakungekuwa na shida sana, maana niliigiza kutokujua kwamba jamaa aliondoka. Na kwa upande wake Festo, kwa upande wake of course nitaka tu kujua kwamba ni kweli kaondoka, yupo nje nchi. So baada ya kuondoka eneo hilo, nikavuta simu yangu na kumpigia Adelina. Of course kwa zimepita siku kama chache tu bila sisi kuwasiliana tokea ile siku amepewa taarifa kuwa nilikufa. Kwa baada ya kuwa nimeibiwa simu na kuirejesha, kwa hiyo sasa alipopokea kukawa na hisia nzuri sana ya mwanzo baina yetu. Basi akaniambia JC mambo, nikasema safi Adelina, za kwako? Adelina akasema nzuri jamani, Mungu anasaidia. Vipi kwa Mbagala wazima? Nikasema sisi tunaendelea poa tu, vipi uko busy ama? Dela akasema hapana, leo nimetulia tu ndani. Jumatatu mpaka Jumamosi ndio nakuaga kazini. Nikasema kumbe. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba umeshaanza kazi? Adelina akasema hivi kwani sikukwambia? Nikasema hapana, ulikuwa hujaniambia kama umeanza tayari, ila ulisema tu nakaribia kuanza, lazima mambo yawe mengi. Hadi akasema bwana, ndio nimeanza hii wiki, mambo ni mengi ndio. Si unajua tena ni international airport. Nikaambia waacha Basi hadi akacheka kidogo. Nikamuuliza kwamba kwa hiyo vipi, unadili na mambo gani?
Ada akasema mimi nafanya tu service ya kutoa tiketi na kukagua passport ama vitambulisho maalum. Nikamwambia kwa hiyo umeridhika kabisa? Akasema napenda sana kuwa hapo, ingawa masaa ni mengi ya kazi, ila shift tunabadilishiwa na jinsi nimefika nyumbani. Nikamwambia hongera mwaya, uko sehemu nzuri sana. Basi Ada alicheka tu akasema asante, ila sio pazuri kama kwako wewe daktari. Nikasema wapi? Kwani kwangu ndo pagumu? Asikwambie mtu, daktari sio kazi nyepesi. Basi Ade alicheka akasema ila angalau tukiwa hivi na kazi, maisha yanasonga vizuri, tunapata hata chance ya kuyaboresha nini na kwa kuwasaidia wengine kama tu unavyofanya. Ni kweli hivi Adelina. Kwa mfano tuseme kwamba nataka kujua ikiwa mtu amepanda ndege kwenda labda nchi jirani au wapi ndani ya hizi siku chache. Je, inawezekana mimi nikafahamu? Yaani kama amesafiri kwa ndege jana au juzi? Inawezekana. Rekodi zinakuwepo. Ni kutafuta tu jina la mtu unayetaka kujua amesafiri lini, tunaangalia then sawa. Vipi, kuna mtu anataka kujua kama amepanda ndege? Na nitomba unisaidie ili kujua kama kweli alipanda ndege. Ni rafiki yangu. Nasikia ameenda Nairobi hapo juzi kati tu, ila sijui ni lini. Sasa nitakupatia jina lake ujaribu kuniangalizia, sawa? Ikiwa itakuwa sawa basi nitashukuru sana. Itakuwa sawa ndio, wala hata usijali. Si amesafiri hizi tu siku chache za mwishoni ama? Yaani wiki hii kutokea Jumamosi iliyopita. Jesse bwana. Usiniambie kwamba haya ndio wale masuala ya kufuatiliana mpaka Nairobi. Yaani wivu na nini? Hamna bwana. Sio hivyo. Haya, basi nitakuangalizia, usijali. Utanitumia jina la mwenzako kesho nikiweza basi nitaangalia. Asante sana na nitakupatia zawadi. Zawadi? Kutafuta jina tu? Yaani utastahili zawadi nzuri sana. Wewe upendi zawadi? Napenda. Sasa utanipatia zawadi gani? Wewe ungependa nini? Ni wewe tu ndio uchague utakaopenda. Na mimi nitapenda pia. Au sio? Na uje sasa kututembelea huko kwetu Kinyerezi, itakuwa poa zaidi. Usihofu, siku sio nyingi nitakutembelea. Na si unatulia hasa kwenye siku ya Jumapili? Jumapili ndio nakuaga home. Karibu sana. Hata ijayo uje basi. Sawa, nitafanya hivyo. Ndio naelekea sasa kupanda gari kurudi nyumbani. Ni kwa sababu nilikuwa nimetoka kidogo. Sawa, tawasiliana basi. Mwenye hapa nataka kupika. Okay, poa dia, baadaye. Poa. Msikilizaji, baada ya mazungumzo hayo, sasa nikawa nimejipatia uhakika wa kuthibitisha zaidi ikiwa kweli Festo alikuwa ameondoka. Na nikawa natumaini kwamba jambo hilo lingekuwa kweli kwa asilimia zote. Ikiwa aliondoka nchini, basi amani yangu na bibia Miriam ilikuwa ya uhakika, hasa kwa wakati huu. Hivyo ningetakiwa kulipata jina kamili la jamaa na kumtumia Adelina ili hatimaye aangalie kwenye system za kwao huko airport kwamba jamaa je ni kweli amesafiri. Kwa nikaamua kwanza kwenda kwenye mgahawa mmoja hivi mzuri tu ili kupata mlo. Maana sikuwa nimekula tokea asubuhi hadi mida hii ya saa 7 mchana, na baada ya hapo safari ya kurejea Mbagala ikaanza. Nimekuja kufika Mzinga ilikuwa ni kwenye mida ya ilikuwa by saa 9 hivi kuelekea 10. Nami nikaelekea kuankia moja kwa moja na kumkuta mwanamke huyo akiwa zake ndani anamalizia tu kutengeneza mahanjumate. Alikuwa amechelewa kupika cha mchana kwa sababu aliamka muda umeenda sana, alafu sasa akanywa supu kwenye saa 6 hivi. Kwa hiyo wakati huu alikuwa akiunga mboga ili ajilie tu na wali wake mwenyewe kupata nguvu zaidi. Mimi hapo nikiwa bado nimeshiba. Kwa nikamwambia kwamba nimeingia tu kupumzika maana nijihisi uchovu. Yaani ule uchovu wa uvivu tu. Naye akasema haya, angalia tu kuepo hapo. Kwa hiyo mimi nikaa nimeingia zangu chumbani na kubadili mavazi. Nikivaa nguo nyepesi tu, kisha nikajitupia kitandani na kuwasha simu. Moja kwa moja nikamtafuta bibia wangu. Nimchatishe maana najua alikuwepo nyumbani kwake tu leo. So wakati natoka huko Kawe, nilikuwa nimemtumia jumbe kadhaa. Tukachat kidogo WhatsApp na yeye kusema kwamba yupo tu nyumbani na kuna vitu alikuwa akishughulikia navyo. Kwa hiyo nilimwacha kwa kumwambia kwamba mimi narejea Mzinga na ningemtafuta kama nikifika. Kwa hiyo ndo nikaa nimetimiza ahadi sasa. So katika swala la kuchati, Miriam alipendelea tutumie zaidi WhatsApp na sio hizi SMS za kawaida hizi, no. Kwa hiyo alinipatia pazuri sana. Maana mimi mwenyewe pia nilipenda kuwa online muda wote. Ikiwa sikuwa tu na mambo mengine yaliyoninyima muda wa kuchati na watu. Hivyo nikamcheki bwana akajibu. Nasi tukaanza kuchati bwana. Chat. Nilikuwa nauliza kiutani kama chapati zimebaki ili niende kula, kama Mariamu yuko poa. Nikaingiza pia na utani mwingi tu yani. Unajua tena, lakini Miriam hakuwa amezama sana kivile katika mawasiliano hayo pamoja na mimi. Yaani hata tu kwenye kuchati nisingeweza kuhisi kwamba
hakuwa ndani ya hali ya kawaida kihisia. Kwa nikamwambia kwamba mimi nataka kumuona. Akasema niende kwake nimuone kama nataka. Lakini nikasema kwamba nataka yeye ndio aje hapa. Miriam akaonesha kutokutaka hilo, maana hakupenda kujichoresha kwa kuanza mazoea ya kuja kwa Ankia mara kwa mara. Nami nikamwambia kwamba okay, anyway, hasi na hofu. Kwa leo tu. Muda huu hasa kwa sababu alikuwa huru. Ingefaa aje basi hata tuongee mawili matatu tukiwa chumbani kwangu. Yaani ukaribu wetu ukue zaidi. Na nikamwambia nina njia kumleta bila kuzuia michoro mingi. Basi akawa amekubali. Naye alipouliza ni njia gani, nikamwambia kwamba tulie, inakuja muda si mrefu. Kwa hiyo akaelewa haraka kwamba nilitaka kumtumia Ankia. Naye akasema kwamba nisimsumbue rafiki yake. Nikamwambia wewe tulia. Sasa mimi bwana sikukubali kushindwa mpaka nihakikisha kwamba anakuja huyu mrembo tena chumbani kwangu. Na ndio kweli sasa nikamfuata Ankia kumuomba aende hapo kwa bibie kuzugazuga nini si unajua. Alafu amtoroshe kijanja aje kunipa kampani kidogo ya ana kwa ana kama kuna mengine atatokea poa. Ankia alikuwa hataki eti. Nami nikamshawishi kwa kumwambia kwamba ningempa zawadi nzuri kama angeenda kumchomoa bibie nyumbani kwao amlete huko. Basi nalo ndo likanyanyuka na kwenda hatima. Yaani libishi ile dada. Basi bwana, nikajawa na furaha kweli moyoni. Nami sasa nikarudi zangu kitandani na kuendelea kuchati na bibie. Nikamjulisha kuwa mpitiaji ameshatumwa. Hivyo ningemsubiria yeye mletwaji afike. Nimetulia hapo kwa dakika kama 20 hivi. Ndio nikasikia Ankia akiwa sasa amerejea tena huko sebleni. Na alikuwa ameurefusha kweli huo upitiaji. Nilisikia anaongea na mtu, najua ikiwa ni bibie. Nami sasa nikaendelea tu kujilaza kitandani kwa utulivu sasa nikigamia mto. Mlango wa chumba changu ulipofunguliwa, nikatazama hapo na kuachia tabasamu hafifu sasa nikimwangalia mwingiaji, malkia wa moyo wangu. Jamani, Miriam mwenyewe. Alikuwa amevaa t-shirt fulani hivi jeusi wakati huu la mikono mifupi pamoja na kanga nzuri sana. Kanga ilikuwa ni nyeupe ambayo ilikuwa imefunika umbo lake la chini kuficha aliyokuwa ameyavaa kwa ndani. Yaani muonekano wa kawaida tu ndio alikuwa ameonekana. Huko sasa akiwa amezibana nywele zake kwa nyuma, lakini uzuri wake uliufanya hata huo muonekano uonekane kuwa ni wa hali ya juu sana. Hizo nguo zilikuwa ni raha sana kuvaliwa na yeye sana. Yaani kuna wadada fulani hivi akivaga kijora, siji dera, siji kanga, wanapendeza. Zile nguo fulani hivi za nyumbani, wanapendeza. Sasa Miriam alikuwa anavutia. Akiwa ameshika simu yake ganjani, akarudishia mlango tena mpaka kuufunga, kisha akaanza kuja hadi karibu kabisa na sehemu ambayo mimi nilikuwa nimejilaza na kusimama huko sasa akinitazama kwa utulivu tu. Kulikuwa kuna nafasi hivi, nafasi ya wazi usawa sehemu ambayo nilikuwa nimejilaza mimi. Kwa nami sasa nikakishika kiganja chake na kumvuta kwangu ili akae. Akashuka taratibu na kukaa hapo kitandani. Nami nikalalia sasa ubavu na kupitisha mkono wangu kwenye kiuno chake nikimvuta kiuchokozi. Nikamwambia kwamba mpenzi, nilikuwa nimekumisi sana. Nilimwambia kwa sauti ya chini. Akaniangalia tu machoni na kwa sababu fulani hivi bado niliona kwamba alikuwa makini sana. Yaani kama vile kuna jambo lilikuwa linamsumbua. Vipi, mbona kama umenuna? Nilimuuliza kwa sauti ya kudekeza kidogo kumuuliza shida ni nini. Ama ndo unanipatia silent treatment? Yote ni kwa sababu ya yale maongezi yangu na mama wakubwa wako Sazile ama? Nikamuuliza hivyo, huku sasa nitabasamu. Alafu masiara yako wewe. Kwa hiyo ulikuwa unamuigizia mama mkubwa vitu vya ajabu ajabu kichwani unajua. Yaani sijui hata ukoje. Natamani useme nitakuchapa, toka hapa muone. Na ipo siku nitakutandika kweli. Kwa afu kwanza unavyosema nitakuchapa mimi ndo naongeaga hivyo. Basi nisamee. Ikiwa hiyo ndio imekufanya uwe namna hiyo, nisamee. Namna wala sio hivyo. Sasa mbona mweka ile pozi? Au kuna mtu amekulazimisha umeze chura hapo ulipotoka? Nikajaribu kumtania. Akawa sasa ananiangalia tu usoni kwa njia kuonyesha utani haujamuingia. Na mimi nikaendelea kumwambia kwamba niambie ni nani au umemeza chura kwa kupenda mwenyewe. Basi yake endelee tu kuniangalia kama vile hataki. Sema kama umekula chura Miriam. Na mimi na kitabu changu cha sheria nataka nikupige busu sasa. Utatakiwa uondoe hilo gaga la chura mdomoni kwanza. Kwa sababu mimi siwezi tu mimi kupita na huo ulimi aise. Kuna mswaki hapo. Ila hamna, tumia brush kabisa la kusugulia jinsi. Liko hapo hivi. Alafu finya dawa yote ya mswaki mpaka ishe, usikutue kwa sababu hilo lichura hilo ambalo umelimeza najua tu litakufanya ulimi wako usikike mchungu.
Basi aliangalia pembeni taratibu na kutabasamu kiasi kwa kugunja midomo yake. Mimi nilicheka kidogo na kumtikisa kiasi. Nami nikaegamia kiwiko changu ili sasa nijinyanyue sasa. Alafu nikambusu begani na kisha nikamwambia kwamba unaonekana kuchoka sana mama. Nilikuwa tayari kwa mechi. Ila kama unataka tuiairishe sio mbaya. Kwanza hata tiketi za mashabiki hatakuwa tume. Kabla sijamalizia kauli yangu, alicheka kidogo kwa pumzi na kusema ya kwamba mwache ujinga bwana. Nilicheka pia na kuishika shingo yake taratibu na akanigeukia. Unajua bwana, ngoja tu niwe mkweli msikilizaji. Nilikuwa nimeshapandwa na hisia nzuri sana kwa kuwa karibu naye. Nikawa sasa naisugua shingo yake taratibu kwa kidole gumba. Huko sasa nikiashiria kumfuata mdomoni kwamba okay, nikitoka hapa naingia mdomoni kwake. Naye akasogea zaidi na kufuata mdomo wangu pia. Sasa hii ndio ikawa ni mara yetu ya 3 midomo yetu kukutana na kupeana denda tamu kabisa. Tukaziunganisha ndimi zetu na kisha kuanza kupigana busu laini sana za taratibu kama wazungu vile. Naye sasa ndio akaikatisha na kuibana midomo yake kiasi. Alikuwa ameshafanya niamshe balaa, lakini sasa nilipomwangalia tena nikaona kwamba hakuwa sawa kabisa. Yaani kuna kitu serious sana kilikuwa kinamtafuna akili yake ya binti. Sasa akawa ameinamisha tu uso wake kiasi, huku naye sasa akiwa amenishika pajani. Nikamwambia kwamba naona kuna kitu kinakusumbua Miriam. Hebu niambie kitu gani hicho? Sielewi, nisijui. Sielewi hata akili yangu imekuaje. Shida nini kwani? Ni mam amefanyaje? Jana usiku tulipofika ndani tukaongea kidogo kabla ya kulala. Alikuwa ananiuliza vitu fulani hivi, sasa na mimi nikanamwelekeza. Sasa mada ikawa imegeukia kwa wanaume. Alitaka kujua mengi, yani nimfundishe vitu kwa sababu anafikiri mimi na experience zaidi. Alafu sikutarajia, ila hiyo sudden interest yake ikanifanya nimchimbe zaidi. Ndio akawa sasa ameniambia kwamba kuna mtu anampenda. Miriam alivyosema hivyo, kwanza unajua nilikunja uso kimaswali kiasi. Yaani Mariamu ameshafikia hatua ya kupona kisia mpaka kuna mtu anampenda? Nani huyo anampenda? Mwanaume gani huyo ametokea kupendwa na Miriam? Kwanza ilibidi tu mimi kwanza nijikuta kwanza naanza kucheka. Yaani nikalalia mtu tena na kuendelea kucheka tu, lakini Miriam alikuwa ameangalia pembeni kwa njia fulani hivi kama vile anamevunjika sana moyo. Kwa hiyo nikajituliza na kukaa vile vile nilivyokuwa nimekaa karibu naye. Yaani anyway, niko serious. Mariam ndo amekwambia hivyo? Nilimuuliza huku sasa nikitabasamu. Akabaki yani kimya na kuendelea kutazama pembeni. Yaani Miriam, kumbe ni hivyo tu. Mimi nikafikiri kwamba unataka kusema kweli umemeza chura, alafu mwenzio hapa nimeshakubusu. Umeniokoa kupata pressure. Usiogope Miriam, sawa? Mimi na leo tunachokiwaza, sawa Unajua mapenzi ya siku hizi huwa yanaleta sana matatizo tu, hasa kwa vijana wadogo, ila hata ufanye nini Mariamu atapitia pia. Unajua amekaa ndani muda mrefu. Kwa muda huo kuna watu waliomuona kama mtoto tu, ila kwa kuwa sasa hivi afya yake inarudi mahali pake, ni lazima mvuto wake utaanza kuonekana tu kwa wengi, na hata kuwa na choice zake za kuchagua ni mwanaume gani ambaye atampenda. Umenielewa? Na nafikiri sherehe ya jana inaweza ikawa imemtrigger something. Atakuwa ameona mengi na ameona labda wengi. Sikia, mimi naelewa Miriam. Najua ni muhimu sana kumlinda bado, ila huwezi siku zote kumchunga. Yule ameshakuwa na ameanza kujitambua tena. Kwa hiyo the best way to protect her ni kumpa mwanga zaidi, mwongozo mzuri sana. Akili yake ipo, najua atakuelewa. Miriam akaendelea tu kuniangalia machoni baada ya mimi kusema hayo. Sasa nikawa naisugua shingo yake taratibu, na nilipenda sana kufanya hivyo maana Miriam alikuwa na shingo laini. Alikuwa na ngozi laini. Nikamwambia kwamba usijali. Hata alipokuwa ameanza kuzinguliwa na lile swala la kichwa mpaka kipindi hiki, haya mambo ya wanamke si ulikuwa unamsaidia ama? Baada ya kuuliza hivyo, akatikisa kichwa mara moja kukubali. Okay, basi najua yuko poa, anajielewa. Maana yule dada yake najua unamtunza vizuri. Kwa hiyo usijali sana kuhusiana huyo mwanamume aliyempenda. Sijajua kama umemjua huyo mwanamume mwenyewe ambaye amempenda. Tutamfuatilia mwanamume ambaye amempenda tujue ipo vipi. Unajua tatizo sio hilo.
Sasa shida nini? Yaani unahofia kwamba atapata mtu alafu atatoroka home au asingekuwa ameongea na wewe? Akafunguka kwako kwa sababu unajua kitendo cha mam kuwa mwazi kwako ni kwa sababu anajiamini na anakuamini pia. Halafu hebu kwanza niambie, huyu jamaa alisema nampenda ni nani? Wewe unamjua? Nilimuuliza hivyo Miriam, akaniangalia machoni kwa njia kutatizika. Asije akawa muhuni tu hiki kitaa. Na hapo ndio itakuwa shida. Au labda alimuona jana kwenye send off. Inawezekana ikawa amekumbuka amewahi ni wewe hapo. We, mko serious Miriam? Yaani ni mimi kwamba nipende Mariam? Yeah. Jaden, mama anakupenda wewe. Eti? Yeah, anakupenda wewe. Miriam, unajua na masiara sana. Kwa serious basi. Naomba uwe serious, acha masiara. Sasa mami anaanzaje kunipenda? Naomba nale Jaden, mam anakupenda wewe. Msikilizaji, nilijivuta kwanza kukaa kitako vizuri kabisa. Kwa sauti ya chini kamuuliza kwamba yaani Mariam amekwambia ananipenda mimi? Yeah, tena nakupenda sana. Nilibaki namtazama tu kwa utulivu. Yaani hisia zake ziko in check sasa hivi. Anajua anachokitaka na wewe ndio hiyo choice yake. Tena ameniambia ni tokea muda mrefu tu, sema anakuonea aibu. Yaani kwamba anakuwa anajisikia furaha sana anapokuona. Anakuwa na hisia sana na wewe. Ila mara nyingi tu anakuwa na aibu. Anasema hajui jinsi tu ya kuongea na wewe. Leo tena amekuulizia. Mida fulani tu hapo akanisemesha tena. Ameniambia kwamba nije nimsaidie kumuunganishia kwako. Kwa sababu hajawahi kutongoza mwanaume na hajui hata watu wanatongozaje. Kwa hiyo ameona mimi dada yake nije nimsaidie. Miriam baada ya kuongea hivyo, niliona ile tatizo msikilizaji. Yaani nilikuwa sijategemea kabisa hiki kitu. Sasa nimetambua sasa kwamba hili swala lilikuwa limemkosesha amani sana Miriam, kwa sababu alikuwa katika hali ya uchaguzi wa kugawanyisha upendo aliokuwa nao kwa mdogo wake na upendo aliokuwa nao kwangu. Ni wazi kwamba hakutaka kuziumiza hisia za mdogo wake kabisa, kwa sababu ndo ametoka kupona. Alafu kwenye kupona kwake hisia ya kwanza inakuwa ni kwa mwanaume ambaye anampenda sana. Alafu sasa yeye kumkatisha anaona ni kama atamrudisha kwenye hali ambayo alikuwepo. So hakujua afanye nini ili kutimiza hilo. Sasa hili lingekuwa ni juu yangu mimi. Yeye kamonea huruma mdogo wake kwa sababu ametoka kujiponesha huo ugonjwa wa psychology. Kwa hiyo kuambiwa sasa hivi kwamba huyu mtu hakufai ni tatizo tena kubwa ya psychology. Sasa mimi ulikuwa ni mzigo wangu. Na sote tulijua kwamba kwa njia yoyote ile ningetakiwa kumweka wazi ule binti kuwa mimi nisingeweza kuwa naye kwenye mahusiano. Sema tu ndio hicho ambacho Miriam alikuwa akikiogopa, kujua kwamba eti kwa vyote vile mdogo wake angeumia. Asa angeumia, kwani hata umia. Nilitakiwa kutafuta njia kumwambia ule binti kwamba mimi siwezi kuwa naye kwenye mahusiano. Nilitakiwa kumwambia ukweli wa hisia zangu bila kuchukua kisoda na kukuangua moyo wake mchanga. Hapana. Yaani nimuumize bila kumuumiza. So hali ya ukimya ikajijaza chumbani. Na hii ni kutokana na sisi wawili kuzama kwenye kina kirefu cha fikra. Nami nikamwangalia Miriam na kuona sasa ametazama tu pembeni kwa mawazo. Nikakishika kiganja chake kwenye kitanda taratibu, lakini hakugeuza shingo. Kwa upole nikamwambia Miriam kwamba Miriam, sidhani kama itakuwa ni swala la kuongea naye. Mimi namuelewa vizuri sana, kwa hiyo nitamuelewesha kwamba dada yake ndio sababu hawezi kuwa na wewe ama. Miriam akanikatisha kwa sauti yake tu ya chini. Miriam, mimi ni mkubwa sana kwake. Sawa, namuona kuwa kama mdogo wangu kabisa. Na of course, mara zote unaonaga mama ananiamkia, ananiambia shikamoo kaka. Kwa hiyo mimi namchukulia kama mdogo wangu. Kwani mimi sio mkubwa kwako? Mbona mimi ni mkubwa kwako? Hilo ni tatizo ama? Miriam, sina maana hiyo. Yaani nasema tu kwamba nimeshamzoea kama mdogo wangu. Mimi sina hisia. Yaani hata sijui nikwambiaje Miriam. Yaani sidhani ikiwa atachukulia vibaya nikimwambia ukweli. Na anachokifikiria nimeshakielewa. Hiyo ndio kitu tunaita kama Stockholm. Mtu anaweza akafikiri kwamba anampenda mtu kwa sababu tu amemsaidia.
lakini unakuta bado anakuwa hajazielewa hisia zake mwenyewe vizuri. Ndio inaweza ikawa hivyo kwa Mariam pia. Bado ni mdogo, hajapitia mengi kwenye maisha mapenzi. Kwa hiyo huenda najua labda mimi ule msaada ambao nilikuwa nampatia ndio umemtengenezea hizo hisia. Jaden, nisikize kwa makini. Mimi naona ni kama haumjui mdogo wangu vizuri. Mimi najua anapotaka kitu anakuwa amekitaka kweli. Mama anakupenda na amekupenda kweli. Kwa hiyo usifikiri tu kwamba itakuwa easy. No, hebu imagine unamwambia kuna mtu mwingine. Mam anaumia. Afu mbaya zaidi aje kujua huyo mtu mwingine ni dada yake. Okay. Vipi kama bila sisi kujua hicho kitu kikawa labda kimemsababishia apate hata mshtuko mwingine kwenye bongo? Miriam. Yale sijui ndo my SD sijui ndo PTSD yamrudie. Tatizo lake la kichwani linaweza kurudi kwa njia tusizotarajia. Anaweza hata avunjike moyo, ajiumize. Labda atajiue. Miriam, naomba unisikilize sawa, naomba usiwe na pressure. Na afu naomba usiwaze kote uko sawa. Hebu naomba acha kufikiria hayo. Nakuomba. Sikia, naomba usipanic sana. Najua unatupenda sisi wote. Ndio maana unawaza sana. Lakini naomba uniamini mimi. Hii itakaa sawa. Hebu usijistressi. Wewe tulia tu mama, sawa? Na kuahidi huko kote itafika. Miriam akaangalia juu kiasi na kushusha pumzi kama kujipa utulivu. Naye akakitoa kiganja changu mkononi mwake na kusimama kabisa, akiashiria kutaka kuondoka. Miriam, kwa hiyo naenda kujimwagia maji mara moja kwa sababu nahisi joto sana. Akanikatisha kwa kusema hivyo bila hata kuniangalia. Kwa kumuelewa nikamwambia kwamba sawa, ni cheki ukitulia. Naye akatikisa kichwa kukubali. Kisha akaanza kuondoka hapo. Sasa alipofungua tu mlango ili ndo atoke sasa, nikamwambia kwamba hey, nakupenda mama. Nilimwambia hivyo. Miriam akasimama kwanza akiwa yani ameushikilia mlango, lakini hakugeuka wala kutoa neno lolote. Kisha akaendelea tu kutembea na mlango kujirudishia mpaka kufunga. Haise, kazi niliyokuwa nayo. Nilifikiri angekuja hapa na mimi kumpetipeti kidogo, aondoke na furaha akiwa mwepesi, kiwezekana hata kumpindua kama tukiwezekana kupinduka. Lakini ya kuzuka yakawa amezuka na shetani akawa amefanikisha mpango wake wa kunifanya mimi nisimbanjue Miriam. Sasa unapanga amekuja chumbani kufanya nini sasa huyu naye? Mimi nilikuwa najua amekuja chumbani tubanjuane hapa nini fresh, mimi nimeshamuelewa mtoto. Analetea habari za mdogo wake kunielewa. Kwa hiyo kumbe Mariamu alikuwa ananipenda. Anyway, sikushangaa sana, lakini sikuwa tu nimetarajia kabisa kupatwa na jambo hilo kwa wakati huu. Achilia mbali taarifa hiyo kuletwa na mtu ambaye mimi ndo ninayempenda. Dada yake huyo aliyenipenda. Eti ananiambia kwamba mdogo wake. Taarifa zingine. Unajua ningetakiwa kushughulika na hili swala kwa busara sana msikilizaji. Maana of course katai kila ambacho Miriam alihofia, hata mimi mwenyewe nilihofia pia. Nikawaza sijui ni tafutie tu huyu dogo ka boyfriend fulani hivi kaba mtu kingine kazuri hivi ili anipotezee mimi. Ila hapana. Hiyo ndio isingekuwa busara kabisa. Yaani kwamba mimi nimtafutie dogo bwana. Hapana, ningetakiwa kumpanga Mariam kwa njia ambayo yani ingemuelewesha kuwa si kila kitu ambacho mtu hutaka siku zote huwa anakipata, hasa kama tayari kimeshamilikiwa na mwingine. Lakini katika hilo ningetakiwa niwe mwangalifu sana ili nisije kuwa sababu ya kuvunja vibaya sana moyo wake. Basi bwana, baada ya Miriam kuondoka, Ankia akawa amekuja chumbani kwangu. Aliweza kuhisi kwamba kuna jambo halikuwa sawa, maana aliniambia kwamba Miriam aliondoka tu bila hata kumwambia lolote au kuaga. Na alionekana kama ana huzuni. Kwa haka niuliza ikiwa kulitokea tatizo lolote, nami nikamwambia kwamba hakuna shida kubwa, bali kuna jambo tu dogo ambalo lilituchanganya mimi na bibia, lakini tungelishughulikia tu. Kwa hiyo mambo yangekuwa sawa. Ankia akasema haya, ningejua tu la kufanya tu kudili na mpenzi wangu, na kama nilikuwa nimemuudhi basi nijitahidi tu kumbembeleza kwa njia yoyote ile mpaka alegee. Kwa hiyo nikamshukuru kwa kunisaidia kumleta bibia hapa, japo lengo ndo alijafanikiwa, na mimi sikusahau kuhusu kumpa zawadi. Hivyo nikamwambia ningempatia kesho nikitoka. Na hapo ilikuwa imeshaingia saa 12 jioni. Na Ankia akawa sasa na mpango wa kutoka kwenda kuzurula siji wapi huko siji wapi.
Nani alikuwa anataka kutoka na bobo wake? Mimi hata sikujua. Hivyo hapa alikuwa amekuja tu kuniambia kwamba kuna msosi umebaki, nikihisi njaa najua jinsi ya kupakua. Kwa hiyo nikamshukuru. Naye ndio akaenda kuanza kujiandaa. Nikaendelea kukaa hapo kwa zaidi ya nusu saa nikitafakari tu. Bado issue alioniletea Miriam hapa kuhusiana na mdogo wake kunipenda, unajua kwa kinizunguka kichwani. Na kwa kuwa sasa nilimwahidi Bi Jamila ila asubuhi kwamba ningeenda kuwasalimia tena, nikaona hapa ngoja nianyuke tu na kwenda kujimwagia ili nikaitimize hiyo ahadi. Lakini pia nilihitaji kwenda ili nianze kuangalia kama kile ambacho Miriam aliniambia kilikuwa ni cha kweli. Yaani, unajua nataka kufanyaje? So unajua mtu akiwa anakupenda unajua tu. Sasa mimi nilitaka kumuona Mariam, nimwangalie, nimtathmini, nione jinsi anavyoangaliana na mimi, alafu nimuelewe. Alafu baada ya hapo sasa ndo ningejua namna sahihi ya kuja kuzungumza naye kiutu uzima ili kuweza kumsaidia kuyaondoa mawazo yake ya kimapenzi aliyokuwa ameyajenga kunielekea. Bado niliamini huyu binti alikuwa ni mwenye mawazo tu wa kuzielewa hisia zake mwenyewe. Na labda kweli alivutiwa na mimi. Of course labda alivutiwa na mimi. Lakini ndo angepaswa kuelewa kwamba asingeweza kuwa na mimi. Ingeeleweka tu. Of course alikuwa ni mgonjwa wangu. Na mimi nilimjua sana mgonjwa wangu. Kwa mgonjwa ka fall in love na doctor. Kwa hiyo anyway nikaenda kujiogesha mpaka namaliza kuvaa vizuri, tayari ilikuwa imeshaingia saa 1. Na Ankia alikuwa ndio anakaribia kuondoka. Kwa hiyo nikaenda mpaka kwa jirani zetu na kuwakuta mama wakubwa pamoja na Miriam wakiwa wamekaa kwa kutulia sebuleni. Bi Zawadi alifurahi sana kuniona. Nikawasalimu wakubwa na kuketi. Story of course zilikuwa zikianza kwa Bi Zawadi kuniambia kuhusiana na ajali fulani hivi waliosikia imetokea huko Kongowe. Na Miriam alikuwa ametulia tu sofani akionekana kuwa ni busy na simu yake. Baada ya dakika chache, Mariam sasa akawa amekuja sebuleni pia, akitokea huko chumbani kwao. Alikuwa amevalia t-shirt fulani hivi nyepesi ya pinki, suruali ilikuwa ni nyeupe ya jeans laini tu ambayo ilikuwa imembana, na nywele zake zilikuwa kwa msuko ule wa mafundo mawili manene ya rasta ndefu tu ambao alikuwa amekaa kama mapembe ya ng'ombe hivi aliolala. So alikuja moja kwa moja mpaka sofani nilipokuwa nimekaa na kuketi karibu na mimi. Na akanisalimia vizuri tu, huko akinilalia begani kiasi kuonyesha kwamba anafurahia kuniona pale. And alinukia vizuri sana. Harufu yake kwanza harufu ni kama dada yake tu. Na inaonekana hawa aidha wanatumia manukato yanayofanana. Na inaonekana pia alikuwa ametoka kuoga. So Mariam bwana aliendelea kunishikilia mkono huku akinitaka niongee naye kuhusu mambo ya hapa na pale. Akiuliza maswali, vimaswali tu vyote tu ili tu makini wangu wote uwe kwake pekee. Sasa mama wakubwa nao walikuwa wanachangia maongezi yetu na unajua na kila mara nilipomwangalia Miriam niliona namna ambavyo alijitahidi sana kuficha hisia zake kila wakati Mariam alipoonyesha uchangamfu wake kwangu kwa karibu sana. Na najua hilo lilimkosesha amani sana bibie. Naelewa sana. Sio kwamba eti ni wivu. Miriam aliumia kuona kwamba kilichompa furaha zaidi mdogo wake ni kitu ambacho asingeweza kukipata kwa sababu ni yeye Miriam ndiye aliyekuwa na kimiliki. Na of course mimi nilimuelewa. Alikuwa anaogopa Mariam kuumia sana, lakini hakukuwa na namna. Mwisho siku huyu binti angetakiwa tu kujua kweli kwamba mimi ndio nampindua dada yake. Mimi ndio nipo na dada yake. Kwa hiyo kama ndugu zake wote, na ningejitahidi kufanya hivyo kwa busara ili wajue, ili sije kutokea mshtuko mwingine. Basi muda bwana uko umetembea mpaka kufikia saa 2. Na Tesha akawa amefika pamoja na Shadia. Jamaa alikuwa na mizunguko na nini na hapo sasa alikuwa amekuja pamoja na mifuko iliyobeba vyakula kwa ajili ya familia nzima. Ndio sababu hakuna mtu aliyekuwa ameingia jikoni siku ya leo. Bila kuchelewa maandalizi ya ulaji yakaanza. Mariamu akisaidiana sasa na Shadia kuviweka vyakula vizuri huko jikoni ili kuja kuipamba meza. Na mimi sasa nikawa nimepata nafasi ya kumsemesha Miriam kupitia simu. Nikamtumia ujumbe, nikaambia kwamba asiwe na shaka, swala la mdogo wake nitaishughulikia vizuri kabisa tena siku ya kesho, ili muda mrefu usije ukapita zaidi na jambo hilo kuja kuzua utata baadaye. Ikiwa wazi kwa mdogo wake kwamba mimi siwezi kuwa naye, tukaendelea kukaa hivi kimya, tutaandaa bomu kubwa sana baadaye kwamba ionekane mtu na mdogo mtu wanamgombania mtu mmoja.
So Miriam akanijibu kwa kusema kwamba ni kweli ana mashaka, ana hofu, lakini ana imani kwamba mambo yatakaa sawa. Kama niliweza kumsaidia mdogo wake akaushinda ule ugonjwa, basi alijua ningeweza kumsaidia asivunjike mno moyo mpaka madhara kutokea. So imani alikuwa nayo. Kwa hiyo angesubiri kuona matokeo. Na Miriam akaomba samahani kwa kuondoka namna ile saa zile tulipokuwa pamoja. Nikamwambia kwamba asiwe na hofu kabisa bwana. Tena nikamwambia kwamba Mariamu angefurahi mno siku ambayo dada yake angekuja kunitambulisha kwao kama mume mtarajiwa. So nami nikamwona Miriam anatabasamu kiasi kwa kufarijika. Naye akanitazama kwa hisia. Nikiwa hapo nimegusia hilo swala la kutambulishwa, ndo nikamuuliza tu ikiwa alikuwa na mpango wa kuwaambia ndugu zake kuhusu mahusiano yetu mapema, lakini akanijibu kwamba anataka nitulize hali kwanza kwa upande wa mdogo wake, kisha ndo hayo mengine yangefuata. Basi nadhani aliona na haraka sana. Na kweli mimi nitamani mno iwe wazi kwa watu wote kuhusu uhusiano wetu ikiwa bado mapema. Hata kama mwanzoni ingewashangaza, lakini najua mwishowe wangetakiwa kukubali tu kuwa tulipendana. Na ndio baada ya hapo ningepeleka sasa mahusiano yetu kwenye hatua ya juu zaidi. Sikuwa nikimtania nilipomwambia nataka kumuoa haraka. Ilikuwa ni kusubiria tu awaambie mama zake kuhusu sisi, kisha ndoa ingefuata bila kuchelewa. So Shadia na Mariamu wakaandaa meza pale vizuri, nasi kwa pamoja sasa tukaenda hapo kushiriki mlo. Zilikuwa zimenunuliwa ndizi za kukaangwa, kulikuwa kuna nyama ya kitimoto kilo 5, kulikuwa kuna vipande vya kuku, kulikuwa kuna chips, kulikuwa kuna juice. Hii ilikuwa ni kazi ya Tesha bwana, ambaye inaonekana aliangukia bahati nzuri sana leo na kupata mchongo leo mwezesha kuipendezesha meza yao kwa ajili ya familia yake nzima. Na hakutaka kutuambia ni mchongo gani, ila nahisi ni Happy ndo alikuwa amemsababishia. Huyo dada alifanya kazi ya upishi kwenye hoteli kubwa sana, kwa hiyo uwezekano kwamba jamaa alipewa mavyakula na mpenzi wake ulikuwa ni wa juu sana. So hayo hayakujalisha sana. La muhimu ni kwamba familia yake ilithamini mno. Na mimi mwenyewe nikala pia kwa raha zote, huku nikielewa msosi wa nkia ungegeuka kiporo cha kesho. Kwa hiyo tulikula huku tunapiga stories zenye kufurahisha, Mariamu akiwa ameketi pembeni yangu na amechangamka sana. Yaani ule utu wake wenyewe wa kidada ukionekana wazi. Akaanza hadi kutaniwa na mama zake kwamba sasa hivi halishwi kama alivyokuwa amezoea kulishwa, kwamba amekuwa. Na akasema ndio, anakula mwenyewe sasa hivi na anaweza kumlisha yoyote kati yetu kama tukitaka. So akafanya kuthibitisha hilo kwa kuniwekea nyama karibu na mdomo wangu. Mungu wangu. Huyu dogo vipi? Of course nami nilipokea na kula. Mama zake na Shadia wakacheka kweli kweli, wakisema sasa hivi Mariam amepona. Ndio anatugiani siji. Kwanza Tesha alimwambia aendelee kunilisha, maana nilistahili hilo. Eti kama zawadi yangu kutokana na mimi kutoa msaada. So niliona hilo kuwa kama utani, lakini Mariam akalichukulia kiukweli. Eti aendelee kunilisha chakula. Mungu wangu. Bila kusita akaanza kunilisha. Yaani akawa anachukua chakula na kuniwekea mdomoni. Alafu mimi hata sikuwa na jinsi ila kula tu ili vibe lisiondoke, lakini niliona kwamba jambo hili lilizua utata kiasi kwa upande wa dada yake. Miriam alikuwa ametulia tu. Tena akiniangalia ni kila mara nilipolishwa na Mariam. Na wengine walipocheka kwa furaha, lakini yeye hakutabasamu wala nini, bali akaendeleza utulivu wake tu na kula chake taratibu. Sasa kanibidi nimwambie Mariam kwamba okay, imetosha. Nimwambie tu kwa upole. Yaani aendelee tu kula chakula cha kwake. Lakini akaweka ule uso wa kitoto kwamba hataki kuacha, anatamani aendelee kunilisha. Yaani angenilisha mpaka mwisho wa chakula. Toba. Asa Tesha akasema kwamba haya sasa ndio ningetakiwa kula, la sivyo ningeliza mtu hapo. So ili tu taswira isitoke mbaya, nikaendelea kupokea chakula alichonilisha binti na kuigiza kwamba nimestareheka, lakini nilijisikia vibaya sana kuacha hilo jambo liendelee tena mbele ya Miriam. Unajua lingekuwa ni jambo la kawaida tu ikiwa nisingejua kwamba Mariamu alikuwa na hisia kwangu. Si mnakumbuka hata zamani alikuwa akifanya jambo lolote mimi sinachukulia kawaida, sinajua kwamba huyu dogo hana hisia zozote, ni kwenye hatua tu za kunizoea mimi dokta wake, nimemtibu swala lake la psychology, si ndio? Kama tu wengine walivyoniona. Lakini mimi na Miriam tulijua halikuwa la kawaida, kwa sababu lingefanya binti aendelee kuongeza vitu vingi ndani ya hisia zake kunielekea. Kama leo kaweza kunilisha mbele ya familia yake, haya kesho je? Kesho si angeweza kufanya kitu kingine tena hata bila hofu. So hili jambo lingetakiwa likome upesi sana. So Miriam akawa wa kwanza kushiba na tena hata kumaliza chakula chake.
naye huyo akaelekea jikoni kujisafisha na kisha akaenda chumbani mazima. Inaonekana hali nzima ya hapo ilimboa tu. Sisi wengine tulipomaliza kula pia tukajisafisha na kurudi sebuleni kutulia nini. Na Mariamu hakutaka kutoka pembeni yangu. Yaani alikuwa na amani kweli. Ila huyu binti akitulia zaidi wakati huu kuangalia tamthilia pamoja na mama zake na Shadia. Na ilipofika mida ya saa 5 kasoro ndio nikaona sasa ngoja niwaage. Wao pia wakaniaga vizuri. Mariamu akanifanya sasa niahidi kuja na kichukutu asubuhi kumwona. Nami nikakubali na kutolewa nje na Tesha ili sasa aende kufunga geti. Akilini mwangu alikuwa anacheza tu Miriam. Nikiwa nawaza kufika chumbani kwangu alafu nianze kuchati naye. Na tulipokuwa tumelifikia geti, Tesha akasemesha tukasema kwamba oya, mwanangu nataka kuuliza kitu bro. Nikamwambia hero poka. Tesha akasema bangi za nini sasa wewe naye? Tesha aliuliza hivyo. Nikacheka kidogo kwa pumzi. Tesha akasema kwamba vipi issue yako na Miriam bro? Inaendaje? Yaani ipoje yani inaendeleaje yani? Naweza nikasema kwanza kwa nini umeniuliza hivyo? Mwanangu wewe useme. Unajua mimi kuna kitu kuna kakitu nimekiona. Kakitu gani? Niliona tu kama ni mlikuwa mnachat hivi yani kijanja yani. Tesha alivyosema hivyo alinifanya nitabasamu kidogo. Mwanangu mlikuwa mnajishaua yani mnachat kama vile sio nyinyi yani. Nimekuona sana bro. Ulikuwa unachat na sister kataa au nimekosea? Kwa hiyo mko pamoja tayari bro, si ndio? Yeah. Tesha alishtuka hivyo na kunyanyua kiganja chake, nami sasa nikakikutanisha na cha kwangu kwa kuviunganisha pamoja, kisha tukavutana na kukumbatiana kishikaji. Tesha akasema safi sana bro. Umejitahidi sana. Sister kakubalia, umejitahidi sana bro. Akasema ila bado dada yako anataka tulailo. Mwanangu, kwa hiyo hata hivyo mimi mtu wako mwanangu, sijali, sitamropokea yoyote. Kwa hiyo kama mambo unataka yaende chini kisirisiri poa. Okay fresh, asante. Sawa mwanangu. Alafu unajua nilikuwa nimeshaanza kuhisi umesogea close sana nilipoona siku ya jana mnaingia kwenye standoff. Bro, uko vizuri sana. Hadi mimi mwenyewe yani nilikuwa namtazama hadi sister mimi ni kama ameyuka vile. Kawaida tu rafiki yangu, tulikuwa tumeshapendana na nilihitaji tu kumfanya aone hilo. Sasa hivi tuko pamoja. Aminia mwanangu, fanya mambo sasa uoe mapema. Ili wefala nini? Kwa hiyo wewe unaweza tu mpindue dada yangu tu bila ndoa, si ndio? Sijali bwana. Itakuwa poa sana kama ukimwoa mwanangu mapema. Ukianza yani wewe na Damimi yani mkafanikisha, afu mimi nafuata mimi na Happy sasa. Kwa hiyo wewe uko tayari kumwoa? Unajua Happy bro, Happy anataka tuishi wote. Kwa hiyo hapa mambo yakiwa good kabisa mimi nitaenda kuishi naye. Afu ndo itafuata tu. Nimekaribia kupata kazi kaka. Vizuri sana, Mungu mkubwa, tutafanikiwa tu. Hakika mwanangu. Basi poa, siku mwema. Ila najua wewe ni kulala wewe sasa hivi wewe. Mimi najua tu nataka tu kuchati na dada, si ndio? Acha ujinga dogo. Nenda huko fala nini? Basi Tesha aliniaga hivyo. Nikatoka hapo kwao nikiwa na furaha. Nami sasa ndo nikaenda zangu mpaka chumbani na kujitia wepesi ili sasa nipande kitandani, na kweli nilipanga kumcheki bibia tuweze kuchati kidogo. Lakini ile nimeangalia simu nikakuta ujumbe kutoka kwake akiwa ameniambia kwamba anaingia kulala mapema. Kwa hiyo akawa amenitumia ujumbe wa good night kabisa. Mambo gani tena haya? So nikajaribu kumpigia lakini simu ikaita tu mpaka ikakata. Labda kweli alikuwa anahitaji kulala ama labda tu hakujihisi amani sana bado. Kwa hiyo nikaamua kumtumia ujumbe mzuri wa upendo wangu kwake na kumtakia siku mwema, bila kusahau kumhakikishia kwamba Mariamu angekuwa sawa. Ni hicho tu ndio najua kilimnyima raha Miriam kwa siku ya leo. Yaani katika kumsoma binti Mariamu muda ule niko pale kwao, ni kwamba niliona wazi sasa kwamba furaha yake yote alikuwa ameelekeza kwangu. Mimi nikiwa kama kitovu cha hiyo furaha, na ndio sababu akanipenda pia. So Miriam kweli aliogopa kwamba mdogo wake angevunjika moyo sana ikiwa ningemkataa. Lakini mimi ningefanya nini sasa? Nisingeweza kutoka nao wote. Yaani mtu na dada yake nitoke nao, yani naanzaje? Bibi mwenyewe alijua hilo kwamba mimi siwezi kutoka na mdogo wake. Najua angekuwa ni kijana wa hovyo angewapindua wote. So hapa ambacho kingetakiwa ilikuwa ni mimi tu kumuelewesha binti vizuri, nihakikisha na muacha mahali salama kisia.
Alafu sasa ndio tungesonga mbele kwa mengine. Bado alikuwa kijana mdogo sana Mariam, angekuja kuendelea na shule na najua angepata tu mtu mwingine ambaye angempenda namna ilivyostahili. Kwa hiyo hili swala lingetakiwa tu kuliua upesi, yani ningetakiwa kuliua upesi sana ili lisiendelee kumkosesha Miriam wangu amani. Na ndio hadithi ya mapenzi yetu ingeendelea kusonga vizuri hatua kwa hatua. Basi bwana, asubuhi ya siku ya Jumatatu ikafika. Nilala nakumbuka ilikuwa ni kwenye saa 7 hivi jana, baada ya kufanya utafiti kidogo juu ya swala la jina kamili la Festo. Haikuwa rahisi, ila nikafanikiwa kulipata na nikamtumia Adelina kupitia WhatsApp na kumuomba aniangalizie safari ya huyo jamaa kisha angenipatia jibu. Ndio leo sasa kuamka kwenye mida ya saa 3 nikakuta ujumbe kutoka kwa Ade akisema kwamba angenitumia jibu, kwamba kama akifanikiwa atatuma jibu. Kwa mimi nikamshukuru kwa hilo. Kama akifanikiwa sawa, asante. Kwa hiyo nikaangalia na upande wake Miriam wa ujumbe na nini unajua, lakini hakuwa amenitumia chochote. Nikaamua tu kumpigia. Masuala ya kusubiri sijeti wewe ndio utumie good morning baby, hapana. Wewe kama unampenda mtu huwezi yeyote tu anamwanza mwenzie. Kwa hiyo tayari alikuwa ameelekea kazini kwake of course. Nami nikamwambia kwamba mida baadaye ningekwenda huko kumuona. Akasema haikuwa na shida. Na nikianza kwenda nimjulishe maana angeweza kutoka. Nami nikasema freshi. Lakini nilikuwa nimeshamuelewa huyu mwanamke. Huenda alitaka nimjulishe muda ambao ningeanza kwenda ili anipige swaga nimetoka. Yaani kama njia yake ya kunikwepa tu ili tusionane mpaka awe na uhakika kwamba swala la Mariam nimedili nalo. Kwa hiyo muda ambao ningeenda huko nisingemwambia. Ili nimbambe tu hivyo hivyo bila yeye kutarajia. Akili mtu wangu, kwa sababu anajua tu ningetoa taarifa, angeondoka huyo ofisini. Angesema tu kuna kikao na wakurugenzi huyo. So nilipomaliza kuongea naye, nikapiga push up zangu na nini, kisha nikaelekea kujisafisha. Ankia yeye alirudi hiyo siku ya jana. Ilikuwa ni ilikuwa kwenye by saa 6 hivi. Na Bobo hapo akiwa amemleta. Na walikuwa wamepondeka. Na yote ni kwa sababu ya kunywa bia na kula vyakula vitamu huko alipokuwa. Of course Bobo alimpenda sana Ankia. Sana. Akahakikisha ameingia kulala vizuri, kisha ndo tukaagana na yeye kuondoka. Sasa hivi nikiwa sasa nimetoka kwenda kuoga tayari, ilikuwa ni saa 4 hivi, ilikuwa imeshaingia na Ankia tayari alikuwa ameamka. Alikuwa kwenye ile hali ya kivivu sana. Hakufanya usafi ila chai alikuwa ameshaandaa. Nami nikamtania kwa kumwambia kwamba inaonekana alitembezewa kipigo cha maana na Bobo hiyo jana. Basi nikaenda kuoga akiwa sasa amenitandika kofi hilo begani kwamba naongea upuzi gani, yani mimi mpangaji namtania vipi hivyo mama mwenye nyumba kwamba amepinduliwa. Eti hataki nimtanie hivyo. Na baada ya kusafisha kinywa na kuoga nikarudi ndani kuvaa vizuri kabla ya kwenda kunywa chai. Na ingenyweka na kiporo. Huwa vinakuwa vitamu kweli kweli kuliwa na chai asubuhi. Kiporo chochote cha awali kinakuwa kitamu sana. Kwa hiyo Ankia alikuwa kwenye maandalizi ya kutoka ili sasa akafungue duka lake. Na wakati nikiwa chumbani bado nikitengeneza nywele zangu vizuri, akaja mpaka humu na kunisemesha. Nikamwambia kwamba Ankia, ujue mimi ni mume wa mtu sasa hivi. Wewe unapiga hodi. Masuala kuingia tu, JC ngwa ushafungua mlango. Naomba unapiga hodi. Ankia, unajua msikilizaji, of course heshima kidogo inaweza ikawa ni ndogo sababu mimi na mwenye nyumba yangu tulishabanjuana sana. Kwa hiyo unaweza kuongea kitu kachukuliwa masiara. Mimi of course nimwambia vikutani huku sasa nikizipiga nywele zangu kwa chanuo. Yeye mwenyewe alisonya akasema yani kwa kipi ambacho mimi sijakiona mpuzi wewe. Yaani una kitu gani mimi cha kunificha? Mayai yote najua, ni broiler ama kienyeji. Najua sana kila kitu. Yaani unanificha nini? Najua mpaka rangi ya unachokila la minyashi yako. Usoni unaonekana mweupe, nyashi sasa. Mweusi. Basi alivyonitania nikamwambia wewe. Nikamfanyia kejeli tu kwa mdomo kama wanawake wanavyofanyanaga ile vingo. Akasema ya kwamba mama amekuja. Nikaacha kutengeneza nywele kumtazama usoni. Nikamwambia kwamba wewe, yaani nani amekuja? Mama yupo. Ankia akasema yupo hapo anakusubiria. Mimi ndo naenda. Harakisha. Mama anakusubiri hapo. Msikilizaji, Ankia hakujua ni jinsi gani kauli yake ilinifanya nihisi kuishwa pozi. Mama amekuja nyumbani. Of course sio kwa njia mbaya, yani ile tu kwa kutokutegemea uwepo wa mama. Mariamu alikuwa amekuja hapa. Mbona majanga? Sasa akija mchumbani akafosi, si nitapewa kesi hapa mimi. So Ankia akasema baadaye. Nami nikamtikisia kichwa kukubali. Kwa hiyo sasa nikasogea mpaka hapo mlangoni na kuchungulia pale sebleni. Yaani kuhakikisha kwamba dogo yupo. Mariamu alikuwa amekaa sofani.
Ankia akampita na kumwaga vizuri tu, kisha binti akabaki peke yake. Alikuwa amevalia vile vile alivyokuwa amevaa siku ya jana nilipokwenda kwao. Akikaa tu kwa kuegamia sofa kusasa akiukumbatia mtu mdogo mkononi na kidole kimoja kikiwa mdomoni mwake kusasa akitazama TV. Aliona nachelewa kwenda kwao. Kwa hiyo akawa amenifuata. Mbaya hiyo. Nikaweka chanuo pembeni, maana naona nafasi ya kumaliza haya yote ilikuwa imejileta kiulaini mbele yangu. Kusingekuwa na muda mwingine bora zaidi wa kuzungumza vizuri na binti kama sio sasa hivi. Natakiwa nimwambie kwamba wewe sikia, mimi ndo naimbanjua dada yako, kuwa na mimi kimahusiano haiwezekani. Kwa hiyo nikaweka simu mfukoni na kwenda hapo sebleni. Hapo nikiwa ndani ya t-shirt nyepesi tu na pensi yangu ya kijani, Mariamu aliponiona na mwelekea akaacha tabasamu la furaha na kujisawazisha kwa jinsi yani alivyokuwa sasa ameketi. Nami nikaivuka miguu yake na kukaa pembeni yake hapo sofani. Basi akaniambia kwamba good morning. Akanisalimia hivyo kwa Kiingereza kutabasamu. Nami nikamwambia kwamba morning, how are you? Akajibu very much fine. Kakajibu hivyo. Nikasema oh, I can see that. Umeshaanza hadi kunizidi Kiingereza na mimi. Umekuwa mzungu Unadanganya, wewe ndio umenifundisha. Mariamu alisema hivyo, huku sasa akianza kuchezea kimkia cha rasta zake taratibu. Na aliniangalia kwa njia fulani hivi yenye hisia sana. Nikasema tatizo hilo. Basi bwana. Nikaacha sana mimi kumtazama, nikasema kwamba sikia. Kwanza leo naona umewahi kuamka sana leo. Nimeamka saa 1, nikadeki ndani, nikamsaidia mama mkubwa kupika chai ndo nikaja. Safi sana, umejitahidi. Vipi, warembo wangu hawajambo? Wapo, teshamondoka na dada. Kwa hiyo wapo wenyewe tu. Ndio kwa unaje kunisalimia. Mariamu akabana midomo sasa kiniangalia kwa macho yenye raha sana. Naye akatikisa kichwa kukubali kwamba yes, ndio maana akaona aje kunisalimia. Sawa, vipi lakini umeshakunywa chai? Ya, na wewe je? Bado, ila nitakunywa tu. Ndio nilikuwa nataka ninywe, nije niwaone alafu sasa kabla sijaendelea kuongea akanikatisha akasema kumbe bado hujanywa. Ona, weka au ngoja nikuwekee chai, unywe hapa alafu ndio twende. Aliongea hivyo na kuashiria kutaka kunyanyuka kwamba akaniandalie chai. Nikamshika mkono nikamwambia sikia wewe, hapana mama. Ngoja nitakunywa baadaye usijali. Bwana acha mimi nikuwekee. Aliongea kwa sauti yake ya kudeka kabisa. Nikafumba macho na kuinamisha uso kiasi. Hili balaa gani hili? Kisha nikatazama pembeni nikiwa nahisi kutatizika. Akauliza kwamba au hutaki nikuwekee? Nikamwangalia, alionyesha hisia fulani, yani alionyesha hisia sana. Yani kwa alichotaka kufanya, alitaka kukifanya kwa moyo wote. Na ikumpa raha kuwaza kwamba mimi nisingetaka akifanya kwa ajili yangu. So sikutakiwa kuzunguka sana hapa. Yani nilihitaji nimwambie nilichoanza haraka. Maana kumwachia sije aanze kufanya hivi vitu kungemfanya adhani mimi navipenda. Na mimi eti nampenda. Alikuwa amenilisha jana. Leo nimruhusu aniwekee chai tena ili aanze kuninywesha. Upuuzi huo. Hapana. Ningehitaji kuwa thabiti ili yani niweze kumfikia kwa upole zaidi. So nikiwa bado nimeushika mkono wake nikamwambia kwamba sikia, hapana wala tusijali mama, umesikia? Mimi sihisi njaa. Halafu nataka niongee na wewe kwanza. Mariamu akajilegeza na kukaa vizuri zaidi. Huku sasa akiwa ananiangalia kwa macho fulani hivi makini na tabasamu ambalo lilikuwa limejengeka taratibu. Nikamwachia mkono kusema kwamba mama, mimi nafurahi sana kuona kwamba unaendelea vizuri. Mwanzoni ulikuwa unaumwa sana, lakini sasa hivi kwa jinsi ninavyokuona ni kama hali yako inazidi kuwa nzuri zaidi. Yani kwa ufupi tu nimepona kwa sababu yako. Alinikatisha kwa kusema hivyo. Nikatulia tu na kuendelea kumwangalia usoni kwa utulivu. Yani nafikiria neno la kwanza kumwambia kwamba oya, nimeambiwa unanipenda lakini mimi nipo na dada yako. Yani nikaona ngoja nitulize pressure. Nione huyu mtu asije akanifia hapa ama kichaa kikapanda humu ndani. Kwa nikawa mpole. So akajisogeza karibu yangu kidogo na kusema kwamba mimi ndo nafurahi zaidi JC, maana umenisaidia mno, naongea vizuri tena kwa sababu yako. Mimi nafikiri vizuri tena kwa sababu yako. Yani mambo mengi yanakwenda vizuri kwa sababu yako. So mimi ndo nafurahi zaidi. Mam, naomba nisikilize. Mimi sijafanya kila kitu mimi mwenyewe. Dada yako, Tesha, mama zako wamekusaidia pia. So jitihada zetu wote ndio zimekusaidia.
Ni sawa, ila wewe ndio umechangia zaidi. Yaani bila wewe mimi nisingekuwa hivi. Msikilizaji, Mariamu aliongea vizuri sana. Yaani nilimtazama na kuanza kuona huyu ni mtu mwingine kabisa. Huyu mgonjwa huyu vipi huyu? Kwanza nishusha pumzi kiasi. Nikamwambia kwamba mama, msikia, kuna jambo muhimu sana nahitaji kuelewesha, sawa? Mimi najua kwamba wewe ni msichana mkubwa kwa hivi sasa, yani wewe ni mtu mzima na ni binti mzuri sana. Nimeshaona maendeleo yako ni mazuri mno sana tu. Uko tayari kwa ajili ya mengi, kutoka tena nje, kurudi tena shule, kuwa na marafiki wakubwa kama wewe, na ukiwa tayari zaidi ya sasa, ninamaanisha unaweza hata kuanzisha mahusiano na mtu ambaye. Mariamu akanikatisha kwa kucheka kidogo kwa pumzi, huku sasa akifunika uso wake. Nilikuwa najaribu kwenda naye taratibu. Huyu mtu asije akanipandishia kichaa hapa akaugulia humo ndani. Naenda naye taratibu ili anielewe vizuri. Kwa mimi nikaendelea kumsoma tu, huku nikaendelea kuzungumza naye. Nisikilize sasa, mbona unaenda kutabasamu? Sasa wewe uko sehemu nzuri sana kwa sasa, kuanza tena kuishi kawaida, yani kama vijana wenzako. So utatakiwa kurudi shule, labda chuo, usome, ukutane na vijana wenzako, ujue mambo mengi zaidi yatakayokusaidia. Yani kabla sijamaliza kuongea, nikashtukia Mariamu ananisogelea na kunipiga busu kwenye shavu. Kisha akakaa vizuri tena. Nilimwangalia usoni, na alikuwa akiniangalia kwa macho yenye matumaini mazuri kweli kweli. Alafu sasa akaanza kutoa tabasamu fulani, yani ile tabasamu la kujirudia rudia kama vile anajaribu kulizuia. Kuangalia ganja chake kimoja, nikakuta amejishika sehemu ya paja lake na kulifinya kwa njia fulani hivi iliyoniambia kwamba alikuwa amepandisha steam na yupo tayari kwa kula penzi. Huu ungekuwa ni mtihani. Kwanza nimwangalia machoni nikasema, we mam, naomba nisikilize. Sikia, mimi ninachotaka kuambia ni kwamba Mariamu bwana akanifuata tena ghafla na kunipiga busu mdomoni. Paka nikashanga. Sasa zamu hii, baada ya kunibusu tu hivyo mara moja, akaweka mto pembeni na kuendelea sasa kuinamisha uso wake karibu kabisa na wa kwangu, akiniangalia kwa njia mapenzi yenye dhati sana. Na kwa kweli hali hii nzima ilifanya mwili wangu wote upandwe na msisimko wa ajabu sana. Mpaka lile dude langu linaanza kuhisi ni kama linaanza kunyanyuka. Kwanza sikuelewa kwa kweli. Huyu jasiri binti yani alikuwa anautoa wapi? Alikuwa anautoa wapi? Binti alikuwa anaonyesha kwamba, yani kuonesha kwake alikuwa anaonyesha kwamba hisia zimempanda. Yupo tayari hata kuliamsha hapo sebleni. Na mimi sasa ninavyoendelea kunifanyia, yani mambo yanazidi kuwa haste. Mambo yanazidi kuwa 5G kwenye suruali. Na of course alikuwa anaona jinsi mambo yalivyokuwa yanasimama. Nikiwa nimezubaa kiasi, Mariamu alifanya kitu ambacho sikukitarajia kabisa. Kitu gani hicho msikilizaji? Tukutane sehemu sasa ambayo inafuata tuweze kujua ni mambo gani yaliyoendelea hapo sebleni. Tukumbuke kwamba JC hivi sasa ni shemeji yako, ama tunaweza tukasema ya kwamba Miriam hivi sasa ni wifi ama shemeji yako. Sasa bana, kwa namna ambavyo mtoto amekuja, JC haumwi, ni mzima wa afya zake tele. Kuna wadada wengi ambao walikuwa wanakuja kujilengesha kwake, aliwapitia, akawanyosha vizuri tu. Sasa huyu mtoto na ndani wako peke yao. Hicho ni kitu gani ambacho JC anatuambia kwamba hakutegemea Mariamu kukifanya? Ninaamini hapo sebleni biashara ilifanyika msikilizaji. Ninaamini hapo sebleni mtoto wa watu ngoja nikae kimya. Lakini mengi zaidi tutafahamu sehemu sasa inayofuata, na kama ndio imetokea sasa binti kafanya mapenzi na JC itakuwaje? Na ninavyojua mpaka dakika hii huyu binti atakuwa bado bikra. Sasa vipi likija kutokea na dada mtu akaja kujua? Niseme tu mimi mpaka hapa sina la ziada. Hali ndivyo ilivyo. Na of course tunashukuru Mungu tumejua Festo hayupo. Bado hatujahakikishiwa na Adelina. Lakini kwa maelezo haraka kwamba mtu amesafiri. Lakini je, taarifa itakayokuja pia kutoka kwa Adelina baada ya yeye kupewa kazi ya kufuatilia kwamba je alisafiri kweli kwenda nje ya nchi kwenye system zao pale airport,
Kwa hiyo hilo jibu sasa tutakuja kulifahamu tena sehemu inayofuata. Je, kweli kwenye system jina lake linasoma kwamba hayupo nchini Tanzania? Na kama kwenye system akikosekana, oya, hali itakuwaje? Kubwa zaidi ni la hapa sebleni. Lololo yaye, hapa hachomoki mtu, wallahi nakwambia. Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbasi, mtayarishaji ni Alton Tony. Niseme tu kwamba God be with you till we meet again. Bye bye.